Tukibakia kusalia huko Mashariki ya Kati, taarifa pia hivi punde ambayo imeripotiwa na msemaji wa jeshi la Iran ametangaza ya kwamba Iran italipiza kisasi kikubwa, tena kisasi kipya kwa Israeli pamoja na Marekani kwa kushambulia makazi huko nchini Iran. Iran italipiza kisasi kwa Marekani na Israeli kwa vifo vya raia katika mashambulizi dhidi ya maeneo ya makazi. Abolfazl Shekarchi ambaye ni msemaji wa jeshi la Iran amesema, ninawaambia wasubiri migomo yetu mibaya ili kujibu vitendo vyao vya kikatili, kwa sababu hivi karibuni tutalipiza kisasi tukiwafanyia migomo mibaya. Shirika la habari la Defa Press liliweza kumnukuu hivyo msemaji wa jeshi Abolfazl Shekarchi. Kulingana na msemaji huyo, amesema kwamba Iran inahimiza mataifa ya Ghuba kufichua eneo la makazi ya kijeshi ya Marekani pamoja na Israeli katika eneo lao ili Iran ifanye mashambulizi sahihi zaidi kwa wale wanaotumia watu katika eneo hilo kama ngao za kibinadamu. Kauli ya msemaji wa jeshi la Iran Bwana Abolfazl Shekarchi ya kwamba Iran italipiza kisasi kwa Marekani na Israeli kutokana na vifo vya raia katika mashambulizi ya maeneo ya makazi inaashiria hatua mpya ya mvutano mkali katika mzozo wa kijeshi unaoendelea katika Mashariki ya Kati. Kauli ya Iran inalenga kuhalalisha mashambulizi yake ya baadaye kwa hoja ya kulipiza kisasi kwa vifo vya raia katika migogoro ya kijeshi. Hoja ya kulinda au kulipiza kisasi kwa raia mara nyingi hutumiwa kama msingi wa kisiasa na kisheria wa kuhalalisha operesheni za kijeshi. Kwa kusisitiza kwamba raia wameuawa katika mashambulizi ya maeneo ya makazi, Iran inaonekana kujaribu kuonyesha kwamba hatua zake za kijeshi zitakuwa majibu ya moja kwa moja dhidi ya kile wanachokiona kama ukiukwaji wa sheria za vita. Kauli ya kusubiri migomo mibaya inaonyesha kuwa Iran inaandaa hatua kali zaidi za kijeshi kuliko zile zilizoshuhudiwa hapo awali. Lugha kama hiyo katika mawasiliano ya kijeshi mara nyingi hutumika kuonyesha kwamba operesheni